Kuna namna Diamond Platnumz anawafundisha wasanii wenzake kwamba tunaweza tukatumia opportunity tunazozipata na mwisho wa siku kuwa wakubwa zaidi. Sehemu ya kusimama basi unapaswa kusimama, sehemu ya kuchuchumaa pia unapaswa kuchuchumaa. Usitaki kusimama sehemu ya kuchuchumaa na usitaki kuchuchumaa sehemu ya kusimama. Kama unakumbuka vizuri, wakati Trey Songz amekuja Tanzania, Diamond Platnumz alienda kumpokea pale airport na crew yake na kila kitu, media yake ilienda pia pale kumpokea airport, na watu wakazungumza maneno mengi sana. Why Diamond Platnumz anaenda kumpokea Trey Songz wakati Trey Songz ilibidi aje mwenyewe? Kwa nini Diamond Platnumz akaenda Marekani apokelewe na mtu kama Trey Songz? I was like, hey, how? Hivi mnafahamu ukubwa wa Trey Songz jinsi ulivyo, lakini pia mnafahamu jinsi ambavyo Diamond Platnumz anaweza kutumia hii opportunity kuwa mkubwa zaidi kimuziki. Yes, mpaka sasa ninavyokuambia Diamond Platnumz na Trey Songz wapo visiwani Zanzibar kwa ajili ya kushuti video ya wimbo wao unaokwenda kwa jina la Big Money. Yes, huu ni wimbo ambao ulirekodiwa nchini Marekani. Wakati Diamond Platnumz ameenda kule, alikutana na wasanii wengi sana. Moja kati ya wasanii ambao alikutana nao ni Trey Songz, kutana na Fabulous pia, na kuna project akawa ameifanya. Na juzi kwenye show ya Trey Songz hapa nchini Tanzania, Diamond na Trey Songz walitumbuiza wimbo wao huu kwa mara ya kwanza kabisa na watu waliweza kusikia hapo. I don't know the secret behind Diamond Platnumz kuziachia nyimbo zake ambazo amefanya na baadhi ya wasanii kwenye shows. Kama unakumbuka vizuri, Diamond Platnumz alitambulisha wimbo wake, kolabo yake na Neo, ilikuwa ni Mwanza. Yes, ni miaka mingi imepita kidogo. Alitambulisha pale Mwanza, ilikuwa ni tamasha la Jembeka, kitu kama hiko. Yes, Neo alikuja pale na wakaimba wimbo wao wa Marry You, na ilikuwa baada ya pale ndo wimbo ukao ushatoka hivyo, baadaye ikaja kafanyika video na nini na the same amefanya kwenye ngoma hii hapa na Trey Songz ametumbuiza pale, so watu tayari wameshajua ile muziki ule wimbo ndani ni wimbo aina gani. Na hata kwenye videos ambazo na share, unaona wana share clips ambazo zinasikika wimbo huo, so hujatoka kama vile nyimbo zingine ambazo tumezoea kwa Diamond Platnumz kwamba tuzikute kwenye digital platforms huko. Yeye ameamua kuachia tu kwanza kwa watu wasikilize, after then tutapata exclusive kwenye video labda huko. So sijui ni siri gani ambayo Diamond Platnumz ya kibiashara ambayo kaiona hapo. So Diamond yuko Zanzibar na Trey Songz. Kuna kitu cha kujifunza sana kwa wasanii wetu, kwa namna ambavyo Diamond anajaribu kujiposition, na niliona alimjibu Baba Levo ambaye alimhoji kwamba kuna watu wanauliza why umeenda kumpokea Trey Songz nchini, au umempokea Trey Songz airport, unaonekana wewe ni msanii mkubwa na nini. Diamond akaambiwa, unavimbaje kwa msanii ambaye ni mwanao, ni mshikaji wako, lakini pia ni mtu ambaye unajua kabisa kwamba tutafaidishana kuna mmoja ama nyingine. Unamvimbiaje? Kwanza afu unavimba ili upate nini? Sijui umeelewa, unavimba ili upate nini? Lakini ukija kuangalia kiuhalisia kabisa, ni Diamond ameona jicho la kibiashara kwa Trey Songz. Ukiangalia, ukipima kwa kila kitu, Diamond ni mdogo kwa Trey Songz. Diamond ni msanii mkubwa duniani, lakini ukija kwenye level ya Trey Songz, bado kuna vitu ambavyo Diamond Platnumz anavihitaji vingi sana kwa Trey Songz kuliko Trey Songz anachokihitaji kwa Diamond Platnumz. Kwa sababu umeona Trey Songz amekuja Tanzania, kiingilio chake sio umeona kilivyokuwa, na watu wameenda, si ndio? Je, leo hii Diamond Platnumz anaweza kaenda nchini Marekani akajaza hawa watu? Haiwezekani, si ndio? Na hata pesa ambayo analipwa Trey Songz, pamoja na kwamba sasa hivi sio msanii ambaye ana hit nyingi, lakini bado pesa anayolipwa ni nyingi sana Trey Songz kwa sasa hivi. Ukitaja pesa ambayo kalipwa hapa kuja hapa Bongo, najua itakuwa ni hela ndefu sana. Diamond anachaji hela nyingi pia, milioni 200 kwa hapa Bongo, milioni 100 sometimes, lakini bado huwezi kufika ambapo Trey Songz amefika. Ukiangalia YouTube the same, Diamond amemzidi subscribers Trey Songz, si ndio? Lakini ukija kwenye numbers za views ambazo videos za Trey Songz zipo pale, utapata jibu ana views wengi sana kwenye upande wa YouTube, total views. Lakini ukipita kwa Diamond Platnumz pale YouTube, Diamond ameweka maisha yake yote YouTube, maisha ya familia yake, studio sessions, vyote, video zote, shorts zote zipo pale Diamond Platnumz kaziweka. Lakini ukienda kwa Trey Songz, yeye ni nyimbo peke yake ndizo zipo pale kwenye YouTube channel yake, na ukiangalia viewers wake ni bilioni 5 something hapo, bilioni 5. Diamond na bilioni 5 huko ndani, wamezidiana kidogo sana kwenye upande wa views. Diamond kamzidi kidogo kama views kama milioni 10 na ngapi, 20 kitu kama hicho, amemzidi Trey Songz. Lakini
Hii haifanyi kusema kwamba eti Diamond ni mkubwa kuliko Trey Songz. Ukija kwenye mtandao kama Spotify zote, iTunes na nini, huwezi ukaweka profile moja ya Diamond Platnumz na Trey Songz. Lakini pia ukija kwenye tuzo, mtu Trey Songz ameshachukua BET, Grammy, tuzo mbalimbali kubwa duniani ameweza kuchukua. Lakini pia sio hilo tu. Kwa sasa Trey Songz, Diamond anachokitaka kwa Trey Songz ni trust. Unajua Diamond kuwa karibu na Trey Songz washikaji zake ni wasanii wengi wakubwa na mheshimu wasanii wakubwa Marekani. Najua hizi vurugu ambazo Diamond Platnumz anafanya huku na Trey Songz huko Marekani pia nazo zinafika. So Diamond hatohitaji nguvu kubwa sana kujitambulisha kwa wasanii wa Marekani, ukiachilia mbali yeye mwenyewe kwamba kweli profile yake ni kubwa, lakini hatohitaji nguvu kubwa sana kujitambulisha kwa sababu ya ukaribu wa watu ambao yuko nao kwenye entertainment industry pale Marekani. Unajua kinachofanya wasanii wengi wa West watuzidi sisi ni namna ambavyo wenzetu wameweza kudeal na wadau wakubwa kwenye entertainment industry. Wa Nigeria wao wanadili na watu wakubwa sana kwenye entertainment industry. Wana washikaji ambao ni ma sound engineer, wengine waandaji wa show, wengine ni wasanii. Yani ni watu ambao ni wadau wakubwa kwenye entertainment industry. Sasa ili uweze kupenetrate kwenye soko la Marekani, you need to be kwenye cycle ya hawa watu ambao wapo Marekani. Ndicho ambacho Diamond Platnumz anajaribu kufanya. Leo kama Diamond ameweza kuhang na Rick Ross, amefanya naye mpaka collab, kila mtu kamfollow mwenzake kwa Instagram. Tunaga comment za Rick Ross. Tumeona jinsi ambavyo Diamond na Neo, kina Busta Rhymes, kama hivyo Trey Songz, kina Fabulous, watu wengi Diamond Platnumz ana link up nao huko Marekani. Hii inasaidia soko la muziki, sio tu kwake Diamond Platnumz, lakini pia hata soko la muziki kwa ujumla, kwa sababu mtu leo akitoka Tanzania akikutana na Rick Ross akimwambia mimi ni msanii kutoka Tanzania, inakuwa rahisi ku recall kwamba okay, kuna msanii mwingine kutoka Tanzania anaitwa Diamond Platnumz, so this guy ametoka the country ambayo Diamond Platnumz pia ametoka. So tusichukulie tu kwamba ni faida kwake peke yake, hapana, ila ni faida kwa industry nzima ya muziki wa Bongo Flava. And all in all, wasanii wanapaswa kutumia opportunities za wasanii wanavyokuja Bongo kufanya nao collab. Kama unakumbuka hata collab ya kwanza Diamond Platnumz ya kimataifa ambayo ilimpigisha hatua kubwa sana, ilikuwa ni collab yake na Davido kupitia remix ya Ngololo. Yes, ile ngoma bana, Diamond Platnumz alikutana na Davido baada ya Davido kuja kwenye show Bongo. So alikutana naye, akapata opportunity, wadau walimkutanisha na Davido, wakafanya remix ambayo kimsingi ndio ikawa take off ya Diamond Platnumz kwenye level za kimataifa. So swala kutumia opportunity kwa Diamond Platnumz ni swala ambalo halijawahi kurudi nyuma. Alikuja Rema hapa akafanya naye collab, amekuja wasanii wengi hapa Bongo kwenye matamasha mengine kabisa, lakini Diamond Platnumz anajipenyeza humo, anafanya nao collab. Lakini haya yote yanafanikiwa kwa sababu yuko vizuri financially, kwa sababu haya yote huwezi kuachieve kama wewe financially uko vibaya. Ili umpate mtu kukupa connection ya msanii fulani lazima umlipe pia, si ndio? Lakini pia utengeneze mazingira ya huyo msanii kukubali wewe, lazima wewe umetoboka vya kutosha sana, kwa sababu hapo kuna show za pale na pale. Ukiangalia kwenye profile ya Diamond Platnumz ya Instagram pale, utakutana kwenye masuala ya private jet hapo. So msanii pia anatetemeka kidogo, akiangalia numbers anaona kabisa kwamba this guy tunaweza tukafanya faida na kuwa tu simnufaishi yeye, na mimi pia nanufaika kwa sababu ya idadi ya mashabiki ambao iko nao. So it is what it is. Nikasema acha nikupe story ya Diamond Platnumz hapa, ambaye sasa hivi yuko location visiwani Zanzibar kwa ajili ya kukamilisha video yake na msanii kutoka The Songs. Mimi ni Ricky Kisalala sana. Bye bye.